Jambo muhimu katika story hii, usisikilize ukiwa peke yako. Usisikilize ukiwa una pressure, una moyo ambao hauwezi kuvumilia matukio magumu ambayo yatasimuliwa katika story hii. Naam. Usiku ulikuwa mzito, upepo mkali ukivuma baharini, huku watu wakipiga kelele za hofu. Hakuna aliyejua kwa safari ile ingeacha majeraha yasiyofutika milele. Wengine walipotea, wengine walinusurika kwa muujiza tu, lakini siri ya ajali yangu mimi, Baria Muoma, bado inawaumiza wengi mpaka leo. Naam. Msimulizi wako ni mimi, Baba Basel. Mwandishi wa simulizi hii ni Prophet Nyota. Simulizi inaanza. Naam. Wingu lilikuwa limetanda kana kwamba mvua inataka kunyesha nje ya kibanda cha mganga, huku upepo wa bahari ukivuma kwa sauti nzito. Ndani ya chumba kile kulikuwa na harufu ya mafuta ya kienyeji, mizizi iliyochomwa na moshi mzito uliofanya mwanga wa taa ya chemli kucheza ukutani kama vile vivuli vya mapepo. Muoma alikuwa amelala chini juu ya mkeka. Mwili wake ulikuwa umejaa majeraha, macho yake yalionyesha hofu kubwa, kana kwamba alikuwa ametoka kuona kitu ambacho mwanadamu hatakiwi kukiona. Mbele yake alikaa mwanaume mmoja mwenye kinasa sauti mkononi. Alikuwa anamhoji Muoma. Muoma, tuambie ilianza vipi? Muoma akatikisa kichwa kidogo kwa upole, kisha mikono yake ilikuwa inatetemeka. Akasimulia akisema, bahari ilikuwa tulivu mwanzoni, lakini ndani ya dakika chache kila kitu kilibadilika. Vilio, kelele, giza na maji yaliomeza matumaini ya watu wengi. Mvua ilikuwa ikinyesha kwa nguvu, huku upepo ukitikisa boti. Bahari ilikuwa ni kama imechanganyikiwa, maana boti ilikuwa inatikiswa kama karatasi. Kila mtu alikuwa anapiga kelele. Kelele zilitoka kila upande. Wengine walikuwa wanasali, wengine wakilia, na wengine walijaribu kujiokoa kwa kuruka ndani ya maji yenye giza. Ndani ya vurugu zile, Faridi alikuwa ameshikilia upande wa mbele wa boti. Maji yalikuwa yanaingia kwa kasi. Nilipomwangalia Faridi, nikaona hofu halisi kwenye macho yake kwa mara ya kwanza. Akaniita, Muoma, tunakufa. Kabla hajamaliza kusema, wimbi kubwa kuliko yote likaja mbele ya boti kwa nguvu, yakaitikisa boti. Boti ikatikisika vibaya na Faridi akarushwa hewani kama kipande cha karatasi. Mwili wake ukagonga upande wa ngama kwa kishindo kikubwa. Sauti ya mfupa kuvunjika ikasikika. Mguu wake ukapinda vibaya. Lakini kabla hajajiweka sawa, ngama zilikuwa zimepasuka kutoka na ajali. Zikachana nyama mguu wake vibaya. Damu ikaanza kuchuruzika pamoja na maji ya bahari. Faridi akapiga kelele na maumivu, huku akijaribu kujivuta. Nikajaribu kumfuata, lakini watu walikuwa wanakimbia kujiokoa. Walikuwa wakimsukuma kila upande. Nikashindwa kufika. Ndipo kitu kingine kikatokea. Nanga kubwa ya boti. Meli ile ilikuwa ni kubwa. Nanga yake pia ilikuwa kubwa. Ilikuwa imelegea kutokana na mawimbi. Ikaanza kuyumba kwa nguvu. Niliponyanyua macho, mimi nikaiona. Niliona nanga ikimfuata Faridi moja kwa moja. Nikamwita Faridi. Faridi, lakini kama nilichelewa.
Nanga ilikaja kwa nguvu na kumshindilia kifuani Faridi. Sauti nzito ikasika. Faridi akaganda ghafla. Macho yake akapanuka kwa maumivu ya mwisho. Damu ikachuruzika na maji ya bahari, huku mwili wake ukining'inia juu ya sakafu ya boti iliyokuwa inaanza taratibu kuzama. Nikabaki nimepigwa na butwaa. Sikuwahi kuona mtu amekufa, lakini mbele yangu ni maiti ya kutisha ya rafiki yangu. Na kilichoniogopesha zaidi, Faridi alikuwa bado ananitazama kama kwamba alikuwa anataka kusema kitu kabla hajafa. Mdomo wake ilikuwa ikitetemeka kwa upole. Kisha kwa sauti ya mwisho kabisa, Faridi akaniambia, Koba, sio mtu. Sio mtu. Macho yake akapoteza uhai. Na sekunde chache baadaye wimbi lingine kubwa likaja na kubeba mwili wake na kupeleka gizani ndani ya bahari. Sitaki kukumbuka kabisa. Lakini kabla ya Faridi hajaendelea, mganga aliyekuwa pembeni akanyanyuka ghafla. Akamtazama yule mwanaume aliyekuwa anarekodi. Toka nje kwanza. Toka nje kwanza. Mwanaume yule akashtuka. Kwa nini? Kwa nini? Mganga akamwangalia kwa macho makali. Kuna mambo si ya kila mtu kusikia. Hali ya chumba ikabadilika ghafla. Hata upepo ulioingia dirishani ukaonekana ni mzito. Yule mwanaume akatoka nje taratibu, huku bado ameshika rekodi yake. Mganga akamsogelea Muoma karibu zaidi. Alafu akasema kwa sauti ya chini sana, kama unataka kupona, lazima tutafute unyayo wa siku wa kwanza uliokanyaga siku uliokwenda kwa Naoza Koba. Niliokanyaga siku nilioenda kwa Naoza Koba. Macho yalinitoka. Macho yalimtoka. Muoma akapanua macho yake kwa nguvu. Lakini mganga, siku zimepita. Ni siku 3 sasa. Tunawezaje kupata hizo nyayo? Mganga akavuta pumzi ndefu. Mchana hatuwezi kupata. Tutakwenda usiku. Muoma akameza mate kwa sababu alijua hakuna mtu wa kawaida anayefuatilia nyayo usiku ufukweni. Mganga akamruhusu yule mwanaume aliyekuwa anarekodi arudi ndani. Kisha akasema, muulize. Aanze mwanzo kabisa. Kimya kizito kikaingia mle ndani na Muoma akaanza kutazama juu kana kwamba anarudi kwenye kumbukumbu za mbali zaidi. Kabla sijamjua Naoza Koba, maisha ya Mwambani yalikuwa tayari yamenichosha. Mwambani ilikuwa sehemu ambayo usiku haukulala. Mitaa yake ilikuwa imejaa wavuvi waliovunjika moyo, walevi na vijana waliopoteza matumaini ya maisha. Asubuhi wanaume walienda baharini, lakini jioni nyingi walirudi mikono mitupu. Mara nyingine walienda jioni wakiwa hawana kitu, lakini walirudi asubuhi, maana usiku kucha alikesha huko, lakini bado walirudi mikono mitupu. Na pale ambapo bahari ilikuwa kali, hakuna aliyekwenda kuvua. Hapo ndipo njaa ilipoingia. Pombe zikaanza kutawala, bangi, unga, vidonge na vitu vingi vya madawa ya kulevya. Kila kona ya Mwambani ilikuwa na vijana waliokaa vikundi wakijaribu kusahau maisha yao. Na pembeni mwa barabara walikuwepo wasichana waliokuwa wanaitwa vijoti. Wasichana waliouza miili yao ili wapate hela ya kula. Wengi wao hawakuwa wamechagua maisha yale. Walikuwa wamebanwa na umasikini. Wengine walitoroka manyumbani. Wengine walidanganywa na wanaume. Na wengine walikuwa wanatafuta hela ya kuwahudumia wazazi wao au wagonjwa. Lakini mtaani
hakuna aliyesikiliza maumivu yao. Watu waliwaona kama bidhaa tu. Usiku mmoja msichana angeweza kwenda na wanaume zaidi ya 10, au siku nzima akaenda na wanaume hata 20, na mwisho wa siku akarudi na 3,000 au 5 tu. Na wakati mwezi mkali ambapo bahari ilikuwa mbaya, hata wanaume hawakuwa na pesa. Wengine walibembeleza mpaka kwa buku moja, mpaka kwa 1,500 au mpaka kwa 2,000. Mwambani ilikuwa sehemu ambayo watu wengi walikuwa wanaishi, lakini ndani yao walikuwa tayari wamekufa. Na hapo ndipo nilikutana na Amy. Amy, msichana aliyekuwa anatabasamu mbele za watu, lakini usiku alikuwa analia peke yake. Sikujua kwa nini nilimpenda haraka vile. Labda kwa sababu niliona maumivu yake yanafanana na yangu. Tulikuwa watu wawili waliokuwa wanajaribu kuishi kwenye dunia iliyokuwa tayari imetutupa pembeni. Lakini siku nilipoamua kumtoa kwenye maisha yake, ndiyo siku nilipoanza safari ya kuelekea kwa nahodha Koba. Safari ambayo ilinifikisha karibu na kifo. Siku 3 kabla, jioni ilikuwa ya kawaida katika kijiji cha Mwambani. Watoto wakicheza nje, wanawake wakipika, na upepo wa bahari ukivuma taratibu, kana kwamba hakuna baya ambalo lingeweza kutokea. Lakini kwa upande wa pili wa kijiji hicho, aliishi mwanaume mmoja ambaye watu walimwogopa kuliko wanavyomheshimu. Jina yake alikuwa anaitwa Koba, au unaweza kumuita nahodha Koba. Wengi walimuita nahodha shupavu wa bahari, lakini gizani watu walinong'ona jina tofauti: nahodha mchawi. Hakuna aliyethubutu kusema mbele yake, kwa sababu tangu aanze kazi ya kusafirisha watu baharini au kwenda kuvua, mambo ya ajabu yalianza kutokea. Vyombo vya wenzake vilipotea. Wavuvi walidai kuona moto wakitembea juu ya maji usiku. Yaani moto ulikuwa ukitembea juu ya maji wenyewe. Na mara nyingi nahodha Koba alionekana akiongea peke yake ufukweni saa 8 za usiku. Lakini hakuna aliyejua siri kubwa aliyokuwa ameficha kwa miaka mingi. Miaka ya nyuma, kabla hajawahi kuwa tajiri wa bahari, Bwana Koba alikuwa mtu wa kawaida sana, masikini, mwenye madeni na aliyedharauliwa na kila mtu katika kijiji hicho. Mpaka siku moja alipotoweka kwa miezi 3, lakini baada ya kurudi alikuwa tofauti. Machoni pake kulikuwa na kitu cha kutisha, na ndani ya wiki chache akaanza kupata pesa nyingi kuliko mtu yoyote hapo kijijini. Watu wakaanza kujiuliza, alienda wapi? Kapataje utajiri wote huo? Lakini aliyekuwa akijua ukweli alikuwa ni mzee mmoja kipofu aliyeishi pembeni kidogo mwa kijiji. Na kila alipomuona Koba, alipita karibu na nyumba yake. Alikuwa akitetemeka huku akisema, bahari haitoi bure, ipo siku itachukua kilicho chake. Usiku mmoja wenye giza kali, japokuwa kilikuwa ni kipindi cha mwezi mkali, lakini mwezi ule usipate nafasi ya kutoa mwanga wake kwa sababu ya kubukizwa na mawingu, hukuwa umetoa mwanga. Basi lilikuwa ni giza totoro. Alionekana nahodha Koba akiwa yupo katika boti ufukweni. Alisimama peke yake ufukweni akiwa ameshika chupa ndogo nyeusi mkononi. Akamwaga ndani ya maji, na kwa sauti ya chini akaongea maneno ambayo hakuna aliyeelewa. Dakika chache baadaye, maji ya bahari yakaanza kutikisika yenyewe, na mbali gizani kulionekana kivuli kikubwa ndani ya maji kikimsogelea taratibu. Koba hakukimbia, alitabasamu, kisha akasema, safari ya mwisho imefika. Naam,
Aliongea maneno hayo nahodha Koba, lakini asijue kuwa safari hiyo ingebadilisha maisha ya baharia Muhoma, baharia mchanga kabisa, na hakujua kuwa ingeleta maafa ambayo asingeyasahau maisha yake yote. Usiku huo huo, mvua ilikuwa inanyesha taratibu juu ya mabati ya nyumba ndogo aliyokuwa akiishi Muhoma. Ndani kulikuwa kimya kizito. Muhoma alikuwa amerudi akiwa amechoka baada ya siku nzima kuhangaika na mambo ya hapa na pale. Mikono yake ilikuwa imejaa harufu ya mafuta ya boti na chumvi ya bahari, lakini alipofungua mlango alimkuta Emi amekaa chini karibu na kitanda analia. Sio kulia kwa kawaida tu. Ilikuwa ni ile kilio cha mtu aliyechoka kuumizwa. Emi, Muhoma, aliita kwa sauti ya chini, lakini kabla hajamkaribia akasikia sauti ya mwanaume kupitia simu. Simu ilikuwa kwenye loudspeaker na sauti ile ilikuwa kali ya dharau. Kwani wewe Emi, unajiona nani? Umesahau nilikutoa wapi? Vijoti kama nyinyi kazi yenu ni kutumika tu. Emi akaanza kulia zaidi. Muhoma akasikia moyo wake ukiuma, lakini mwanaume yule hakuishia hapo. Kesho nataka pesa yangu, na usiponiletea nitawaambia watu wote mambo yako. Yaani nitawaambia mambo yote unayoyafanya. Hakuna mwanaume atakaye kuoa mwanamke wa barabarani kama wewe. Emi akafunika uso wake kwa mikono. Muhoma akabaki amesimama kimya. Kwa mara ya kwanza alihisi hasira zimemtetemesha mwili mzima, kwa sababu nyuma ya tabasamu la Emi kulikuwa na maisha ya maumivu ambayo watu hawakuyajua. Emi hakuzaliwa kuwa kijoti. Alikuwa msichana wa kawaida kabisa. Alikuwa mwanafunzi mzuri mwenye ndoto za kuwa nesi, lakini maisha yalimbadilikia. Siku baba yake alipofariki, mama yake akaumwa, madeni yakaanza, na mwanaume mmoja aliyemwahidi kazi mjini akamgeuza bidhaa ya mwanaume. Kila siku Emi alikuwa akiishi maisha ya kujichukia yeye mwenyewe, lakini hakuna aliyewahi kumuuliza, unaumia kiasi gani? Muhoma akamsogelea polepole. Emi alisema, lakini Emi akamtizama huku machozi yakimtoka. Muhoma, nimechoka. Kila mtu ananiona mchafu. Kila mwanaume ananitumia tu. Kisha akamwangalia Muhoma usoni. Naogopa hata kukupenda. Maneno yake yakamchoma Muhoma, yakamchoma moyo kuliko kisu kinavyochoma kwenye samaki. Kwa sababu kwa mara ya kwanza alimpenda mtu wa kweli na hakutaka kumuona akiteseka tena. Usiku ule Muhoma hakulala. Alikaa nje akitazama bahari gizani, huku mawimbi yakigonga ufukwe. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na sauti moja, lazima nitafute pesa. Lazima nimtoe Emi kwenye maisha haya. Lakini kazi ndogo za bandarini hazitoshi, wala hazitotosha kunipa pesa ninayoitaka. Na ndipo alimkumbuka mtu ambaye watu wote walimuogopa. Ni nani? Nahodha Koba. Mwanaume aliyekuwa akitoa pesa nyingi kwa safari za usiku baharini, lakini kila aliyeenda naye alirudi akiwa tofauti. Wengine walipotea kabisa. Asubuhi ilipofika, Muhoma akaenda bandarini kumtafuta nahodha Koba. Na alipofika akamkuta nahodha Koba amesimama peke yake pembeni ya boti akimtazama, kana kwamba alikuwa akimsubiri tayari. Nahodha akatabasamu kidogo.
Halafu akasema kwa sauti nzito, nilijua tu utaamua kuja. Muoma akashtuka kwa sababu hakuwahi kumwambia mtu yoyote kuwa angefika pale. Naam, swali la msingi. Sasa je, ni nani ambaye amemjulisha Nahodha Koba kwamba Muoma anaenda pale? Na kwa nini kampokea kana kwamba halikuwa anafahamu kuwa yeye anakuja? Je, ujio wake una nini? Je, Emi ni nani hasa? Na yule alompigia simu je ni nani? Swali lingine, yule mganga ni nani na kwa nini anazihitaji nyayo za siku ya kwanza na atazipataje? Na huyo anayemuoji Muoma ni nani? Usikose episode 2 ya simulizi hii, Ajali ya Baharia. Ciao.